Watu wamerudi wametuambia, jamani, tumekosea kwa bahati mbaya. Maandalizi tuliyoyafanya hayakukamilika. Msimu ujao tutafanya vizuri. That is why sisi Yanga tulikuwa tuna mashindano 6 msimu huu. Tulikuwa na mashindano 6. Katika mashindano 6, mashindano 5 yote tumebeba vikombe. Mashindano 5. Toyota Cup tulikuwa sisi. Gawa ya Jamii tulikuwa sisi. Muungano tulikuwa sisi. CRB tulikuwa sisi. NBC tulikuwa sisi. Bado tumekosa tu klabu bingwa. Katika mashindano 6 kukosa moja tuanze kulaumu. Hatujaumbiwa hivyo wana Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo furaha yetu msimu huu unaenda kuanza. Msimu unaenda kuanza. Haki ya Mungu, hizi kelbo mlizoziona huku ndani ya ligi, hizi kelbo mlizoona ndani ya ligi, haki ya Mungu, hao wanaosema GSM anaharibu ligi watasema kimataifa, GSM nako ameweka hela. Kwa hiyo tutegemee maajabu makubwa katika michuano ya kimataifa. Amini nawaambieni, Yanga ndio timu ya kwanza msimu ujao kuleta kombe la klabu bingwa. Lakini Uchebe, kuna watu wanalia kwamba Yanga anapokuwa kimataifa hawi bora kama ambapo anakuwa hapa nyumbani, ndio maana umeweza kuchukua makombe yote mfululizo kwa hapa nyumbani. Ila katika upande wa kimataifa wanasema kwamba ukweli ni ukweli kwamba Yanga sio bora katika upande wa kimataifa. Hawa pengine ungependa kuambia kitu gani hasa? Inawezekana kwamba tunatofautiana. Kila mtu anaona. Mimi naweza nikakuona wewe ni Juma. Mwingine anakuona Aisha. Umenielewa? Kwa kwenye kuona tu wote tunaona. Ubongo wake unafanya kazi pasavyo. Ndio shida inapokuja, umenielewa? Kwenye kutafakari jambo. Kwa hiyo wao kama wanaamini Yanga ni bora tu kwa ndani, waulize hii Yanga ilifikaje finali ya shirikisho? Hii Yanga ilifikaje robo finali na Mamelodi na akatutoa kwa figisu? Hii Yanga kwenye sasa hivi mimi nataka niwaambie, hii Yanga kwa Sekafa, kwa ukanda wa Sekafa ndio timu pekee yenye point 8 FIFA. Hakuna mtu anayejua hivi. Yanga ndio ina point 8 FIFA. Kwa nini nasema? Kwenye makundi sisi tunatolewa. Tumetoka na point ngapi? Point 8. Na utaratibu sasa hivi kwenda kucheza kombe la dunia la vilabu hawaangalii shirikisho. Unaweza kuwa bingwa mara 100, uendi kucheza kule. Kufanya vizuri kwako huku klabu bingwa ndio kuna kupeleka wapi? Kucheza kombe la vilabu vya dunia. Umeelewa? Yanga kwa ukanda wa Sekafa ndio kavuna alama nyingi kwenye klabu bingwa. Umeelewa? Kwa Yanga sisi ni bora kuliko Simba. Umeelewa? Yanga sisi ni bora kuliko nani? Simba. Simba anapojifichia ni kila ni kichaka cha kipumbavu. Hiyo ile kauli ambayo wanasema kwamba kwenye kimataifa ni kweli kuna namna ambavyo unaweza kujifunza kwa mpinzani wako, ni uongo. Ni uongo mtupu. Najifunza nini? Ngoja kwanza. Yaani mimi nijifunza kutanga penalty kimataifa. Nijifunza kutumia mafuta ya Mombasa kwenye viala. Ndio nijifunza. Wenyewe wanasema kwamba pengine labda wao wanaiweza sana fitina ya mpira wa Afrika kuliko hapa nyumbani ambapo wewe umefanikiwa sana. Ndio maana wao wanafanya vizuri, pengine hata kufika katika hatua nzuri. Wanafanya vizuri kiafrika. Wanajua figisu. Kwa Las Berkane wameshindwa nini? Tena kombe liko kwako. Liko nyumbani. Blaza. Tonge liko hapa. Unakufa njaa. Wewe ni mwenda wazimu timamu wewe. Umeelewa? Simba anafeli wapi, na ukiangalia msimu huu hajapata chochote, unaona anafeli wapi? Na nini afanye ukiangalia wewe ndio mpinzani wake kwa katika ligi hii? Simba kwanza wapunguze maneno. Umeelewa? Wapunguze maneno. Wawekeze, waende kwenye vitendo. Wakiwa serious kwenye vitendo, Simba inaweza kurudi kwenye ubora. Ila kwa sasa hivi wamejikita kwenye maneno, kamdomo. Wameacha kufanya vitendo. Sasa mimi nachoweza kuwashauri, kwanza watengeneze uongozi bora. Kwanza ukisema kwa kamdomo unamaanisha nini? Kwa sababu tumeona hapa katikati wana Simba wako kimya. Unapotuambia kwa mdomo tunakuwa hatukuelewi. Pengine ungeweza kutuweka wazi kamdomo wako kanatokea wapi sasa? Na safi. Naomba nikwambie kitu kimoja mwandishi. Umeuliza swali zuri. Kwamba kamdomo. Nakumbuka wanapocheza kombe la shirikisho. Waliandikaje? Tunabeba. Wamebeba? Hamna. Mimi nachojua walienda kubeba mimba tu za Waarabu. Walienda kubeba mimba tu. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.